Mwanamke anayefahamika kwa jina la Neema Musa mwenye umri wa miaka 37, mkazi wa eneo la Madukani katika kata ya Sokoni 1 jijini Arusha, amedai kuwa baada ya kutengeneza sabuni ya maji kwa kutumia kemikali mbalimbali bila kuwa na elimu ya kutosha, ameugua ugonjwa wa saratani kwenye mfumo wa chakula. Neema akizungumza na Gadi TV akiwa kwenye chumba alichopangisha kwenye kata hiyo, amesema kuwa madaktari wamethibitisha kuwa anaugua ugonjwa huo, ikiwa ni baada ya yeye kushindwa kula vyakula na kulazimika kutumia chai na vimiminika vingine kama sehemu ya lishe ya siku nzima kwake. Aidha, Neema amesema kuwa hatua ya kuanza kutengeneza sabuni za maji ilikuja ghafla baada ya mume wake kumtoroka na kwenda kusikojulikana na kumwacha na watoto wawili, mmoja akiwa ni kichanga cha mwezi mmoja. Hata hivyo, Neema anaongeza kwa kusema kuwa alifundishwa na jirani yake namna ya kuchanganya kemikali za sabuni hiyo bila kuelezwa athari za kiafya zinazoweza kusababishwa na malighafi hayo kwa binadamu. Kadhalika, Neema anatueleza kuwa mwili wake ulianza kubadilika ghafla baada ya kutimiza miezi 6 tangu aanze kutengeneza sabuni hiyo ndani ya chumba chake ambacho anakitumia kwa matumizi hayo pamoja na kupikia chakula na kulala na watoto wake wawili. Katika simulizi ya Neema, amesema kuwa kwa kipindi cha miaka 4 amekuwa akinywa chai na uji uliochujwa na vimiminika vingine kama vile maji, ikiwa ni baada ya yeye kukosa kiasi cha shilingi milioni 5 kwa ajili ya matibabu yake ambayo yalitarajiwa kufanyika katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini KCMC alipopewa rufaa kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru. Sambamba na hayo, Neema ametuonyesha picha ya kipimo cha ndani ya mwili wake kinachoonyesha sehemu ya chini ya koo kuwa na uvimbe ambao kwa chini yake umefunga, ikiwa na maana chochote kile atakachokula Neema hakitaweza kushuka katika tumbo lake. Hivyo Neema anaomba msaada wa matibabu kupitia namba zake 0795604422. Hii ni Gadi TV. Nikaanza kutengeneza sabuni za maji mtoto akiwa na miezi 6, huyu wa mwisho. Huku nafanya kazi kwa watu, ndio najikuta mwaka na nusu mtoto mimi siwezi kula chakula. Nikaenda hospitali ya Mount Meru, nikafanyiwa ile vipimo vya kumezeshwa. Majibu hawakuniambia, wakaniambia baada ya wiki 2 utarudi. Sasa wamekata na nyama sample ili wapeleke maabara. Nikasubiri hapo, nikaenda baada ya wiki 2 wakati kuna daktari ametoka Dodoma specialist, nikarudishiwa tena hicho kipimo ya kumezeshwa. Nikamezeshwa tena hicho kipimo. Daktari wakawa naongea, akaniambia mama, ulikuwa unajishughulisha na nini? Nikamwambia najishughulia na sabuni ya maji natengeneza. Wakawa naongea Kiingereza mimi sielewi. Ndio baadaye wakaniambia mama, una shida kwenye mfumo wa chakula, mambo sabuni hiyo achana nayo, ndio imesababisha uwe hivyo. Sasa nikaambiwa sasa tutafanya kwa ukina, tutapeleka hiyo kule hospitali, hospitali KCMC. Hiyo nani nyama iliyokatwa ikapelekwa KCMC. Imefikishwa KCMC kule, nikaambiwa kwamba una saratani ya kwenye mfumo wa chakula. Kwa hiyo kaniambia jopo la madaktari tutakaa, tutajadili kwamba kama imekaa sehemu ya upasuaji tunaweza au kama tuweze tutakuambia. Sasa ndio baadaye nikapigiwa simu, ndio ile kipindi cha uchaguzi, nikaambiwa Jumatano njoo, tumesha kuhakiki tayari tunaweza kuondoa hilo tatizo. Nikaambia basi sawa. Kwa hiyo hela ni hela tu nimekosa. Kaniambia tunaweza kuondoa ile uvimbe alafu tunakausha na dawa. Utakaa sawa maana uliwahi. Changamoto nayoishi mimi hapa na kunywa chai. Labda nimetokea mtu amenisaidia, labda nimepewa ka 5,000 naenda kununua firigisi ya kuku. Nachemsha hapo na maini na kunywa ile supu. Vinginevyo na hapo ndo maisha nayoishi. Supu ya ng'ombe siwezi. Ikinywa mafuta hiyo inarudi na imeganda na nitapika. Yaani sile chakula chochote. Yaani chakula chochote wa watu wanaokula chakula.
mimi siwezi kula, mimi naishi na vitu vya maji. Na kula yangu mimi nakula kama mtoto mdogo. Sukari robo 3 kwa siku haitoshi. Maana ni chai ndo chakula changu. Ukijaribu labda kula chakula hali inakuwa? Siwezi kabisa. Maana kwenye mmemenyo wa chakula hii kuimeza chakula hivi kwenye sehemu ya chini kabisa kwenye mfumo wa chakula hiyo nani koromeo kwa chini. Ndio sehemu shida ilipo kwamba na uvimbe pale. Kwa hiyo huwezi, ni kama vile chakula imewekwa kwenye mfuko. Haiendi. Naingiza tu mikono kwenye, nikionja kitu kama ni asubuhi. Yaani mpaka nakaa mpaka jioni sigusi hata hiyo chai sigusi, maana hakipiti tena. Na akitoa na vidole. Nguo ambazo nilikuwa navaa kaka sivai sasa hivi, mimi wa kufunga kanga kwenye kifua. Kanga haikai kwenye kiuno, nguo hazikai, mwili umezoofika. Labda ni nini ambacho ulikuwa uzingatii na mpaka ikakupelekea kupata hilo tatizo? Ile sabuni mimi nilikuwa natengeneza, nilikuwa sivai barakoa na gloves. Sikujua kwamba itatokea baadaye, itatokea haya. Kwa natengeneza usiku ili asubuhi iwe imepoa na ipaki kwenye chupa ndio nianze kuisambaza. Mimi sikujua, la baadaye ndio hivyo niliambiwa kwamba ni sabuni imeleta hiyo changamoto. Ndio. Ulikuwa unatengeneza hapa ndani ya chumba chako? Natengeneza tena saa nyingine namfunga mtoto mgongoni maana ni kadogo kanasumbua. Ila ile unga nani ukitengeneza ile kemiko na kwa kama vumbi. Kwa hiyo mimi nilikuwa sijui kama ni kuna kuvaa barakoa. Na mafunzo ya kutengeneza sabuni ulienda kujifunzia wapi? Ni mama tu alinifundisha wa mitaani. Na yeye wakati anakufundisha ilikuwa ni mko wengi au ulikuwa peke yako? Tulikuwa wawili. Wakati ukitengeneza ni kwamba pengine zile ndoo hizo ulikuwa unatumia ama ni ile tu na vumbi lake? Ile kemiko yake, yale mavitu unachanganya sehemu moja kwenye ndoo. Alafu unakoroga ndani ya nusu saa. Kwa hiyo ile ndoo kama ulikuwa umekanyagia hivi chini, unasikia tu kwenye nyayo unasikia moto kwenye ndoo. Wakati unatengeneza? Wakati unakoroga tu ile kemu hujaweka maji. Unasikia moto. Kwamba yani kiasi kwamba unaungua kwa sababu umezuia ndoo na miguu wakati unakoroga. Kwa hiyo mimi nilikuwa najiulizaga na mbona hii kitu ni kama vile yani ni moto ni nini hivi, lakini sikujua kwamba ni inaleta madhara kwa baadaye. Ndio hiyo kemu baadaye mpaka uweke na maji, ukiweka maji hamna shida. Ndio. Unauzia watu mtaani? Nasambazia watu sabuni ya chooni, labda kufulia nako hivyo hivyo. Kuna kuoshea vyombo. Sasa ile ya kuoshea vyombo huweki perfume au rangi. Ila nako ni mbaya kwenye vyombo tena, ile harufu yake. Mimi naweza nikawashauri hao wanaotengeneza sabuni, wanatengeneza manyumbani ambao hawajaenda mafunzo yoyote. Mimi naweza nikamwambia kwamba kuna yani hiyo sabuni ni kemikali, ni shida hiyo. Kama mimi ni mazingira yangu ndo niko hivi, nilifundishwa na mtu tu, lakini sijaenda shule yoyote. Nikapewa mafunzo kwamba nitakiwa nifanye hivyo. Kikweli yani nitakiwa mtu awe ameenda shule, ameeleweshwa na mwalimu kwamba yule ambaye anayetuuzia angemshauri kwamba unaenda kutengeneza ulipitia masomo gani. Maana mimi ndo nauza hivi vifaa. Na anapomuuzia lazima amuelekeze kwanza. Na amesomea au ni amefundishwa mitaani. Alafu anamuelewesha kwamba hata hicho chombo unachokitengeneza, unaotengeneza nao sabuni, usitumie tena kwenye maji unaowekea maji ya kunywa au maji ya kupikia. Maana hakifai. Mimi nilikuwa nachanganya. Mimi nilikuwa sijui. Mimi nilikuwa nikiona tu ndoo imeisha, maji sabuni imeisha,
naiosha vizuri, inakaa siku 2-3, naweka maji labda ni ya mvua, naona ile harufu imeisha, nawekea tena maji, maana na ndoo chache sana. Tamani tu nisaidiwe nipate matibabu leo watoto wangu, niishi na mimi kama wengine, na mimi nile kama wengine wanapokula chakula wanafurahia akipika. Mimi nafurahia watoto wangu wakila, lakini basi tu tamani tukula kama wengine. Watu wanisaidie tu, mimi naomba tu msaada, maana hata mume aliyekuwa amenitelekezea watoto anasema huyu ni wakufa tu, uso wa kuishi, ila maisha ya mtu anayejua ni Mungu. Kama walionizaa wameniacha, hawana msaada, mimi namwambia nani? Nimesahau, nakula kwa hisia. Watu wanaweza kupata kupitia namba gani? Namba yangu ni 0795604422. Jina natokea Cecilia Nyampanda. Kwa majina naitwa Modest Batazari Limo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Madukani Sokoni 1. Mwananchi wangu huyu alipata changamoto ya koo na sehemu ya utumbo. Tulikuwa tunaomba ndugu na jamaa na marafiki na wadhamini watumsaidie huyu mama, anateseka sana na hana mtu wa kumsaidia, na anakaa nyumba ya kupanga na hata kulipa kodi yenyewe ni tabu, na hana msaada wowote. Hela hiyo milioni 5 kwake imekuwa mzigo mkubwa sana. Natoa wito kwa utengenezaji wa sabuni za maji na makemiko mengine, lazima ufuate mambo ya afya kwanza. Hakikisha unafundishwa na mtu mwenye utaalamu wa afya ndio uendelee kufanya hiyo shughuli. Usifundishwe na jirani uendelee nayo. Kwa hiyo nawaomba wanaofanya hivyo waache na watumie wataalamu wetu. Wataalamu wetu wako kwenye mtaa na kwenye kata pia wapo kwa ajili ya hayo mambo.